akafanyika kuwa mkuu wa wajenzi. Bwana Yesu asifiwe. Yaani yeye amekuja nyuma, wale walikuwa mbele ndio wanamfuata. Sasa yeye ameweka msingi, hao wanafuata katika msingi aliweka, na yeye amekuja nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna mahali anasema ya kwamba hii kazi yote nimefanya kazi zaidi ya kila mtume, ndio nikapewa hii neema. Nilifanya kazi kuwazidi mitume wote, ndio nikapokea hii neema ya kuwa mkuu wa wajenzi. Hakufanyika mkuu wa wajenzi kwa sababu aliitwa na akakaa. Alifanyika mkuu wa wajenzi kwa sababu alifanyia kazi mwito ambao alipewa. Alifanya bidii kufika kwenye ile alama. Aliangalia lengo ni nini? Nimeitwa kwa lengo gani? Niliitwa kuhubiri injili kwa mataifa. Na Paul alihakikisha ama alifanya kazi sana, ama alihubiri injili sana kwa mataifa, maana mwito wake kwa ukubwa ulikuwa kwa mataifa. Wakati Yesu amemuita na kumuokoa, alimwambia ninakutuma kwa mataifa. Hakumtuma kwa Wayahudi wenzake, alimtuma kwa watu wa mataifa. Afanya nini? Awaokoe. Lakini katika ule mwito alifanya bidii, alijikaza ili aweze kulenga katika mwito wake. Lakini Wakristo wa siku hizi hawalengi katika mwito ambao wameitwa. Mtu ameitwa muimbaji, akisikia kasauti kametokea kama kauchungaji ama amejua maandiko mawili kando na uimbaji, anajiita pastor, anajiita apostle sababu ya kujua kamstari kamoja. Fata mwito ambao uliitwa. Lengo ni kwamba uliitwa kwa uimbaji. Fata mwito katika lengo la uimbaji, maana sote tunafanya kazi ya Mungu. Yule amehubiri, yule amefundisha, yule ameimba. Kwani muimbaji anakuanga amefanya kazi ya nani? Na yule amehubiri amefanya kazi ya nani? Tufanye kazi yako. Lengo ni gani? Uliitwa kwa lengo gani? Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Na unaona, kwa sababu ya watu kukosa kufata mwito ama lengo lile Mungu aliwaita kwalo, ndio unaona Biblia inatuambia kuna injili nyingine imeingizwa ambayo si ya Mungu. Sababu mtu akijua maandiko mawili na yeye ameitwa kwa mwito wa uimbaji, amefungua kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Amefungua kanisa na yeye ni muimbaji. Sasa kanisa tutaimba mpaka ibada ishe, ama tutaimba na tuhubiri? By the way, tunaweza kosa hizi vitu zote kwa ibada, lakini kitu ambacho hakifai kukosa kwenye ibada ni neno. Na kuna injili imetokea ati wewe umeisikia, ibada iwezi kamilika bila sadaka. Injili umeisikia? Sasa nikuulize kwa mfano, ibada iwezi kamilika bila sadaka, si ni kweli? Wewe umesikia, unakubaliana na hiyo? Tuseme tumekuja sisi wote kwa ibada hapa, na surely huyu mchungaji mbele na nyuma, tuseme sisemi ana natumia najua mtu atatoka hapa aseme walisema huyo pastor ananga kitu hana mbele na nyuma, hana. Hata mimi nishaifanya hivyo, nilienda church sina sadaka, na mimi nasimama kutoanisha watu sadaka, na niliwatoanisha, sikuogopa sababu Mungu anajua ukweli sina. Sasa kwa nini nijifiche? Na hata mtu anakuja mkono tupu. Kama una usikuje hapa na mkono tupu unaweka kwa kikapu. Unadanganya nani? Wacha upuzi. Kama Mungu anajua mbele na nyuma. Sasa mkono tupu naletea nani hapa? Bwana Yesu asifiwe. So mimi niliwatoanisha na wakaona mimi sitoi.
lakini walitoa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa tuseme huyu mchungaji hana mbele na nyuma, amekuja kwa ibada, ni ibada ikamiliki bila sadaka. So kumaanisha upande wake haitakamilika. Hao wengine tutakamilishiwa, lakini yeye sababu hana sadaka, upande wake itakamilika. Ataenda nyumbani hajakamilika kwa ibada, sababu sadaka ndio inatukamilisha. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio injili nyingine. Ibada, kitu ambacho hakiwezi kukosekana kwenye ibada ni neno. Tunaweza enda kwa ibada tushiriki na watu waende nyumbani bila kutoa, na bado Yesu aitwe Yesu. Maana the blood of Jesus paid it all at the Calvary. Damu ya Yesu, hata kama nitatoa 1,000,000, the fact remain ya kwamba damu ya Yesu inanena mema kuliko sadaka ya Abeli, kuliko sadaka ambayo mimi nimetoa. Damu ya Yesu inanena mema. Hata kama nimeweka 1,000,000, hiyo 1,000,000 haiwezi kunena kushinda damu ya Yesu. That is the fact. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Hiyo ndio ukweli mtupu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna pastor mwingine mama alikuwa anatuambia mahali kwamba kama ingekuwa mtu anabarikiwa kwa sababu ya kutoa, yeye angekuwa mtu wa kwanza kubarikiwa. Alisema yeye huwa anafuatilia hata kama ni shilingi moja ya 10% anaifatanga mpaka hakikisha ameitoa. Hata kama ni 1 bob atahakikisha ameitoa. Na kama kuna mtu anabarikiwangwa kwa sababu ya kutoa tithe hivyo, yeye angekuwa mtu wako. Maana the blood of Jesus speaks more than what we give. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. But kutoa ni vizuri, kusupport injili. Maana tusipotoa hii nyumba, unafikiria kwani ilitoka mbinguni ikajipanda hapa? Ama mliokota isha, mlipata mtu ameitupa mkaiokota? Bwana Yesu asifiwe. Kunalipwa na tunalipanga na hiyo pesa unatoanga. Ukweli ni kwamba ndio hiyo inalipwa na ile pesa unaekanga hapo. So kusupport injili si vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Lakini usilete hati ya kwamba hiyo ndio itafanya mambo yafanyike kwa maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yanafanyika kwa maisha yetu maana Yesu Kristo amelipa yote kwa msalaba. Ametugharamia kwa msalaba. Hatudaiwi. Sidaiwi chochote na mtu. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Kila Mungu ananidai tu ni kuingia mbinguni peke yake. Hiyo ndio deni mimi niko nayo na Mungu. Lakini hii mambo ingine sina deni. Bwana Yesu asifiwe. Deni yangu na Yesu tu ni kuingia mbinguni. Hiyo ndio deni tu tunadaiana na yeye. Na hapo ndio nafaa kukaza kamba, nilenge pale. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. So Paul katika mwito wake anasema mimi ninalenga katika kile mwito ambao nimeitwa, nifike katika ile alama ya mwito wangu. Wewe unalenga katika ule mwito ambao uliitwa ndani, ama umekata kona? Maana huwa uleti, unajua by the way uimbaji uletangi kitu sana, lakini injili ikuhubiri, ukiitisha watu wanalete. Najua uimbaji mpaka uende utoe makaseti, sijui utoe manyimbo uweke YouTube, bado unagharimika kuweka kwa YouTube. Lakini injili ukikuja tu hapa uanze kuhubiri, useme ni masaa ya kutoa, wanalete tu, na hakuna mahali umegharimika kufanya kitu, hujatumia pesa yako. Bwana Yesu asifiwe. Wewe umekuja tu, umesema ni saa ya ibada, umeimba, tumerukaruka, tunasema masaa ya matoleo, wanatoa, alafu tunasoma kavasi kamoja kwa Bible, tunachambua na unaenda nyumbani na sadaka.
Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. So unapata kwamba watu wamedivert katika mwito wa kuhubiri, lakini hawajaitwa katika ule mwito, hawalengi katika mwito ambao wameitwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wanajua huko kugharimiki sana. Ni bora tu umetafuta karumu kamoja ka 1500, weka viti 3, tafuta ka altar kama haka, hata kama ni kambao tu, tengeneza reja weka hapo, anza maombi. Maombi hakuna mahali mnalipishana mtu ati ndio uombe unagharimika hivi. Bwana Yesu asifiwe. Long as kasauti kanatoka kale kamzito. Kale nilisikia ndugu yangu amelala. Kale kasauti nilisikia ndugu yangu akiomba nako hapa. Mtu akipata kasauti anaona naweza fungua kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Lakini mwito ni gani? Umeitwa kwa lengo gani? Lenga katika ule mwito umeitwa. Kama umeitwa katika mwito wa uinjilisti, lenga katika. By the way, wainjilisti wanatozanga watu sadaka. Wanatoza. Madhabahu alitoa wapi? Uinjilisti hafai kuwa na madhabahu. Na unatoa. By the way, Biblia inasema vizuri. Nikikumbuka ni Kumbukumbu la Torati 12. Inasema ya kwamba mahali atakapopachagua Bwana Mungu wako kulikalisha jina lake, hapo elekezeni hapo nyuso zenu na sadaka zenu. So anakutoza kwa matatu. Amekalisha jina la Mungu kwa matatu. Maana amesema mahali atakapopachagua Bwana Mungu wako, ili alikalisha jina lake mahali pale, hapo elekezeni nyuso zenu na sadaka zenu. Kwa matatu amekalisha jina la Mungu kwa matatu ya wenyewe. Unless kama ni yake. Lakini kama ni ya wenyewe, huyo tu mnunulia tu maji, lakini usiseme umempea sadaka. Sadaka lete hapa mahali unaletanga uso yako. Wachana hizo vitisho, hakuna mahali zitakupeleka. Hakuna injili ya vitisho. Injili ni uambiwa ukweli ikuweke huru. Bwana Yesu asifiwe. Wacha kutishwa ati usipotoa utakufa. Naona kifo mbele yako. Kama kifo ingekuwa inatolewa na pesa, watu wangekuwa wametoa. Tungekuwa tumeshatoa kifo mbele zetu. Lakini kwa sababu hakuna mtu anaweza kutoa kifo na pesa, ndugu yangu, achana na vitisho. Wewe mwambie tu, nimekununulia hii mbao, nimekununulia maji ukunywe, unafanya kazi mzuri, na muachane hivyo. Lakini mambo ya sadaka lete mahali ambapo unapelekanga uso wako. Shida ni kwamba ukipata shida uendangi kwa matatu kumwambia niombeni, mimi ni mgonjwa. Unakuja kusumbua pasta na sadaka umepeana kwa matatu. Bwana Yesu asifiwe. Unakuja kusumbua pasta niombee, na sadaka wewe unatoanga kwa matatu. Tuelekeze kwa matatu iko, ulitoa uso wako, maana ulikalisha huko jina la Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Mahali atapachagua Bwana Mungu wako ili alikalisha. Kuna mahali, si Mungu anapatikana kila mahali, lakini kuna mahali tu amechagua. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Mungu anamwambia Ibrahimu amtolee mtoto wake Isaka, anamwambia nitakuonyesha mahali ambapo utaenda kumtolea. Kwani mahali Abrahamu alikuwa shida ilikuwa nini angetolea hapo?
anampeleka safari ya kutembea siku 3 na wamebebana na makuni. Mpaka Isaka anauliza, mzee, kuni tuko nazo, moto ndio hii unaona umebeba, kisu ndio hii umebeba, na wapi mwanakondoo kwa sababu ya sadaka? Ibrahim anamwambia Mungu atajitwalia. Na ukweli hakuna mahali Ibrahim walikuwa ameongeleshana na Mungu ataprovide. Kuna mahali walikuwa wameambiana ataprovide. Makubaliano yalikuwa enda atoe Isaka, lakini yeye anasema Mungu ataprovide. Na makubaliano ni Isaka atolewe. Sasa Mungu anaprovide aje? Bwana Yesu asifiwe. Na amempeleka safari mrefu. Kwani mahali yeye alikuwa Mungu hakuwa, ama shida ilikuwa nini na mahali ya Abraham alikuwa? Ni kwa sababu kuna mahali Mungu amechagua tu, hapa ndio mimi nitakuwa nakaa na hapa ndio nitakuwa napatikana. Bwana Yesu asifiwe. Hapatikanangi tu kila mahali. Kuna mahali ambapo amekalisha, hapo ukikuja au ngangani kumuita. Huko kwako utaita mpaka ushindwe. Anakuanga. Najua by the way, kwa hizi nyumba zetu wakati mwingine unaweza omba usikie ni kama Mungu akuangi huko. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia kabisa huku kwangu hakunanga Mungu, lakini ukija mahali ambapo amekalisha jina lake, unasikia kweli hapa maombi yangu yamefika bila shaka. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. So tuache hii injili nyingine ya kuambiwa kwa matatu ati tunatoa sadaka. We mpe akunywe maji ama nunulia watoto unga. Bwana Yesu asifiwe. Lakini asikwambia ni sadaka, we mwambie nimekubariki, kunywa maji ama nunulia watoto unga, unafanya kazi mzuri. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sadaka ulete. Sisemi asipewe, lakini asipewe kwa jina sadaka. Shida ni kwamba sadaka, jina, unajua kitu kinaitwa sadaka ni kitu kimebarikiwa. Ni kitu kimewekwa katika agano lingine, na lile agano lazima liwe katika madhabahu, mahali Mungu amekalisha jina lake. Lile agano alifanyiki ama aliweki mahali ambapo Mungu hajakalisha jina lake. Linawekwa tu mahali Mungu amekalisha jina lake. Mbona we Muhindi akikulipa mshahara usemangi ni sadaka amenipea? Muhindi wakati anakulipanga mshahara yako, mbona usemangi amekupea sadaka? Unamsupport tu, namwambia ndugu yangu, mimi sikupei sadaka, lakini nakusupport katika kazi unafanya nzuri, endelea. Utakuwa umemsaidia kwa njia nyingine, maana hizi sadaka, sio kila sadaka inakuliwa. Kuna zingine kuliwa. Lakini sasa we umempea sadaka, uko na kesi ya shamba, ati unampea sadaka ndio hiyo kesi ishe ya shamba. Ama unampea sadaka uko na ukimwi, ya kuombea ukimwi toka. Unajua umehamisha ile ukimwi yako umeweka kwa hiyo mia. Akienda akikula anakula ukimwi yako. Bwana Yesu asifiwe. Si wewe umeamini ya kwamba nikipea mtu wa Mungu hii sadaka, hii shida yangu nimehamisha kuweka kwa hii. Mimi niende nikiwa huru, mizigo yangu yote nimeweka kwa. By the way, nyinyi hamjawahi sikia hii maneno. Kuna wandugu wengine tukisoma shule walichukua pesa. Walikuwa ndugu wawili. Mmoja alikuwa na kidonda na mwingine akajikata. Wakachukua pesa, ilikuwa 20 bob I think. Huyu akafinyia ile uzaa ya kidonda kwa hiyo mbao,
Na huyu akaweka damu, wakachanganya na wakapea jamaa mwingine hiyo 20 bob. Kaenda akatumia, akanunua mandazi akakula. Hiyo jamaa mpaka saa hizi mguu iligonjeka, mguu yake from nothing, bila kosa lolote. Aligonjeka mguu, akafanyiwa operation. Mguu ilikuwa kubwa ikarudi ndogo na ikafura. Hii ya kukanyaga chini, hakuwa anakanyaga chini. Sababu tu ya 20 ambayo ilifanyiwa nini? Imewekwa uza na imewekwa damu, imechanganywa. Maana hao wamechukua shida zao, wamehamisha kwa hiyo, wamehamishia kwa pesa, ni inafanya kazi, inaenda inaathiri maisha ya mtu mwingine. Then wewe uko na ukimwi, umeamini hii nia kwa sababu mtu wa Mungu amehubiri Injili na imegusa moyo wangu. Ninaamini hii ukimwi yangu nikimtolea sadaka, nikimpea hii nia yangu, mimi ukimwi naenda bila ukimwi. Ukimwi umehamishia kwa hiyo nia yako. Na yeye na ujinga yake, sababu hajui vile sadaka zinafanyiwa ndio zitakasike. Tuondoe hiyo ukimwi, ibaki na Mungu akiponye, na wewe uende na mia iko sawa. Bwana Yesu asifiwe. Tunatoa hiyo ukimwi kwa hiyo mia, tunapea Mungu ukimwi ndio si tukule hiyo mia. Yeye kwa sababu ya ujinga anachukua ile mia na ile ukimwi anakula. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. So, na ndio unapata tusipokuwa angalifu, tunasema nyumba za wachungaji, watoto wa wachungaji hawakuangi tu au nomo. Lazima upate kuna kile kimeguruka, ama upate zote zimeguruka. Bangi ndio hiyo, si bangi, si nini, si pombe. Wengine ni umalaya kama ni wasichana. Sababu ya vitu kama hiyo, wewe umekuja na pesa umetoa kwa umalaya. Umalaya wako umehamishia kwa hiyo mia yako, umeweka pale. Mungu akusaidie utoke ndani, na yeye anaenda anakula. Wewe unafikiria atakosa kupata malaya kwake? Lazima atapatikana. Bwana Yesu asifiwe. Sababu alipea mtoto akakula hiyo malaya na ikaingia ndani. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Sio kila kitu tunakula. Na tukikula kuna vile tunaondoanga hiyo shida yako. Tunapea Mungu hiyo shida yako, na sisi tunaenda na pesa yako. Sababu mizigo tunapeleka kwa Yesu. Pesa ndio tunatumia. Amesema leteni mizigo yenu kwangu. Na wewe umeweka mizigo yako kwa hiyo mia, na umeamini hii mia nikitoa mimi hii mzigo siendi nayo, so inabaki kwa mia. Si tufanye aje? Tuiache hapa? Tunapeana mizigo na tunabaki na pesa tunatumia. Lakini kwa sababu ya ujinga, mtu ajui kupeana mizigo ndio aende na mia, yeye anakula mia na mzigo. Sasa hiyo mzigo wewe una expect itaenda aje? Si anaenda nayo kwake, anaingiza kwake. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. So, na ukienda mahali, ukienda kuomba mahali, mimi by the way, kuna siku nilihubiri kwa mjengo 2017, na nikatoza watu wa mjengo sadaka. Na walitoa sadaka mzuri, walitoa sadaka ya ngiri moja kwa siku, asubuhi tu, ibada ya asubuhi tu. Walinitolea 1000. Mimi nilifanya kazi. Na hiyo 1000 si kuenda nayo kwangu, nilipeleka kwa kanisa. Nikasema hii pesa weka kwa rent ya kanisa. Naelewana? Wewe unaenda kwa mshirika, unaomba, anakuambia brother,
Brother Alex, sina kitu lakini niko na 100. Shika hii sana. Na wewe unachukua. Kwanza muulize hii 100 unahitaji lolote uko nalo kwa sababu ya hii 100. Sababu unaweza enda nayo na kumbe akona ni mama hajawahi pata mtoto na ameamini kwa hii 100 nimepea Alex, lazima Mungu anikumbuke anipate mtoto. Na wewe unatoka huko na utasa yake bila kuelewa. Unaenda kwa nyumba unanunua maziwa, unakunywa na mama. Unakaa miaka 5 haonekani. Na kazi mnafanya vizuri tu, lakini mtoto haonekani. So unauliza kwanza, usichukue tu na kuenda naye. Unauliza mama, unajua alikuwa Elisha. Walienda kwa nyumba ya mama, wakauliza huyu mama amewatengeneza mzuri, mpaka amewajengea kanyumba mahali pa wakipita wanakuja wanafanya maombi. So Elisha akauliza Gehazi, huyu mama, hii mambo anatufanyia yote. Huyu mama mpaka kuwe na kitu, hawezi kutufanyia hii mambo yote bure. Ametuwekea chakula, ametujengea kanyumba, kale kanyumba ametuwekea taa ndani, ametuwekea godoro ndani na blanketi, tukipita na kameza na kusimama. Huyu mtu lazima kuna kitu. Akaenda akaambia uliza huyu mama, kuna jambo anataka kukuambia. Hata kama ni kwa mfalme tunakuambia. Walipouliza mama akasema mimi sina hitaji, kama ni pesa sina hitaji. Lakini Gehazi kwa sababu naye ni kimbelembele, alienda akachunguza, akakuja akaambia Elisha. Sasa wamekuwa wakikula utasa ya wenyewe. Sasa lazima watafute njia ya kuondoa hiyo utasa isiwaandame. Elisha akaambia mama, ninakutabiria majira kama haya nikirudi utakuwa na mtoto. Na akirudi alikuwa na mtoto, ndio hiyo utasa isiwapate. Bwana Yesu asifiwe. Lakini bure wangeenda na utasa ya huyu mama. So ukipewa unanisikia. Maana najua vijana wa siku hizi wanaenda mbio sana. Wako na mbio sana. Wanasikimbisha sana. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. Sasa utaenda mahali uombe, maybe mmeenda mission ya uinjilisti. Na nyinyi kikundi cha waimbaji. Unaenda kanisa moja mmeimba, vile mmeimba hapa mkanibariki. Na huyo mchungaji, hii timu imenibariki. Hizi sadaka leo ilitoka kanisani. Karani, unga yote tuwabariki watu wa Mungu. Unga hiyo sadaka imetolewa leo, maana hao wapendwa wametubariki. Na sisi tuwabariki. Karani naye akafunga, akaweka kwa bahasha, akasile, akapea mchungaji akasema, Brother Alex, wewe ndio mkubwa yao, shika hii bahasha, mmetubariki. Ulize kwanza hii kanisa kuna hitaji kwa hii bahasha. Ndio kwa hii bahasha kuna hitaji hii kanisa mko nayo. Kuna hitaji hii kanisa. Maana mtu hawezi kupea tu vitu bure tu hivyo. Siwezi kutoka tu kwa mchungaji ni kununulia suti bure hivyo. Lazima kukue na kitu ninahitaji kutoka kwako. Na usipopatilia ujue nini ninahitaji kutoka kwako, utaenda bila kujua na kile nilikuwa nahitaji. Maana mimi nimeamini kwa kukununulia suti, kile nilikuwa nataka lazima nipate. Na kama una aware, hauka aware, nitakichukua bila wewe. Umeshaipata mtu anachukua yako bila wewe. Kama mimi kuna siku nilichukuliwa
na mikora wamenikuja kama manabii. Hiyo wakati mimi nilikuwa kijana Nairobi, ndio nimeingia Nairobi, sijajua Nairobi vizuri. Wakanitabiria na ni kama ile wanatabiri ni kama ni ukweli, ni kama ina ukweli ndani. Huyu jamaa akanitolea unabii na akaniambia, bwana, nataka nikutume mahali usikie sauti ya Mungu. Na mimi tangu niokoke sijawahi sikia tu Mungu akisema tu vile mimi naongea na wewe. Sasa mimi ni kijana innocent, nataka nisikie sauti ya Mungu vile Mungu anaongeanga na watu, vile mtu anasikianga Mungu akiongea. Ananiambia, na pale unaenda hauendangi na kitu chochote, unaenda free. Kibeti nikasarenda, simu nikasarenda, nilikuwa na bag na maharagwe ndani ninapelekea mtu, nikasarenda, nikaacha. Nilipoenda sikusikia sauti ya Mungu, lakini kurudi pale tulikuwa, nilipata nani? Nimepigwa. Kwanza kabla nifike tu mahali niliambiwa, nilifanya tu nimechezwa. Na huko niko Githurai. Nilikuwa hapa Kasarani, wiki ya kuingia roundabout ya kwenda wiki. Hapo sasa sijui nitarudi aje kwa nyumba mpaka na ya pesa, sababu nataka nisikie vile Mungu anaongeanga na watu. Bwana Yesu asifiwe. Nilisikia. Bwana Yesu asifiwe. Kibeti imeenda na 2,000, simu ilikuwa na 2,000, na simu imagine ndio tachi yangu ya kwanza Nairobi. Tachi yangu ya kwanza nimenunua Nairobi. Ndio maana kutoka hiyo wakati sijai kununua. Hii ilikuwa 2017. Mimi sinanga wallet. Kutoka 2017 mwezi wa 8 tarehe 25 mpaka saa hizi sinanga wallet. Hiyo ndio wallet yangu ya mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Praise be to God. So vijana wa siku hizi wanakuja mbio sana. Sasa lazima tuwaambie tukwe. Wataenda mahali wapewe. Uliza kwanza, ndio umenibariki, kuna hitaji lolote ambalo unataka kuwasilisha mbele za Mungu, mmalizane pale. Ndio ukienda na hii sadaka hiyo mambo alikuwa ameaminia kwa hiyo pesa, muweke kwa Mungu na wewe uende na pesa. Muachia Mungu yeye adili nayo na wewe uende na pesa. Bwana Yesu asifiwe. Na utakuwa sawa. Lakini sasa shida wewe unaendanga pesa ukienda unajua kama utaoa pia kazi bila ndani. Hadi unamwambia ni pesa ya mahitaji ya watu. Utasurpriseiana wenyewe. Utaona. Hiyo surprise itawasurprise ni wenyewe. Utaona. Bwana Yesu asifiwe. So lenga katika ule mwito. Kaza zaidi. Ulenge katika mwito ambao umeitwa. Wachana mito ya wengine. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kama wewe ni mwimbaji, lenga katika uimbaji. Maana Paulo anasema mimi nilipanda, Apolo akatia maji, lakini wakukuza ni nani? Ni Mungu. So lakini sote tulifanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tulicheza pati yetu. So katika uimbaji bado tunasabu Mungu. So furahia ile neema ama ule mwito umeitwa ndani. Bwana Yesu asifiwe.
Praise be to God. So hiyo ndio ujumbe nimekuletea. So lenga katika ule mwito. Kama unataka tufike tu mbinguni vizuri, achana na vita ambayo sawa sawa. Kama hujaitwa kuwa mwalimu, achana nayo, fanya kile uliitwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe uliitwa kukaa tu hapa tukuhubirie, waacha kusikia maandiko pastor anahubiri ati imeingia umeikramu, sasa hiyo ndio utaenda kufungua nayo kanisa. Ilikuwa mahali cha chingine. Sasa ndugu mwingine, tulikuwa mimi na yeye ni wachungaji na mchungaji mkubwa wetu. Sasa tumefanyika wachungaji wadogo wawili. So huyu ndugu kila wakati akipewa kuhubiri alikuwa na hubiri kuhusu Ezekia, Isaiah 30 na kwanga 39 ni 38 ama 37 ni Ezekiel. Jana Ezekiel ila habari ya Ezekia anaambiwa, anakumbusha Mungu ile mambo alifanya wakati ameletewa habari hutaishi utakufa. Ni Isaiah 38, si ndio? Ni Isaiah 38. So kila wakati akipewa nafasi kuhubiri alikuwa anahubiri hiyo. So ndugu mmoja akakuja kwangu, huyo sasa alikuwa mwinjilisti, akakuja kwangu akaniuliza, kwa ingine ile tu anajua ni hiyo ya Ezekia. Nikamwambia mimi sijui mwito wake, huenda hamjasikia kile Mungu anataka msikie. So anasisitiza mpaka siku mtasikia. Najua kuna wakati unaweza hubiri ujumbe na watu wakose kusikia na Mungu asisitize kwa sababu alitaka wasikie. Asisitize urudie wasikie. So nikamwambia sijui, huenda hii ujumbe hatujausikia vile inatakikana. Mungu anakusudi arudie ndio tusikie. Na siku zote tulikuwa na yeye pale, hiyo tulikuwa siku zote. Lakini alikuwa ametoka kwa divine. So wakati mambo ilishindikana Biblia, sisemi divine wanahubiri mstari mmoja. So usitoke hapo sema uko kwa divine mstari mmoja siku zote. Bwana asifiwe. Praise be to God. So lenga katika ule mwito umeitwa. Kama wewe ni kwa keyboard, bana toka hapa kwa keyboard.